Naam, kwa siku za hivi majuzi ukiangalia taarifa katika vyombo vya habari, redio, magazeti na social media, ni taarifa ambazo zinavunja moyo, hasa zinazowahusu wasichana wadogo, watoto wa kike na wanawake kwa jumla. Yani visa vya wasichana kutungwa mimba vinazidi kuongezeka kila uchao. Mbali na matatizo yaliyopo kwa sasa yanatokana na COVID-19 na wazazi kuwepo nyumbani na wengine kukosa kazi na kuwajibika zaidi kutafuta shilingi, majumbani kwetu watoto wetu wanapotea, haswa mtoto wa kike. Sisi kama The Dada to Dada Uncensored tumejitolea kuhakikisha kwamba tunajaribu kuwaokoa wasichana wawili watatu, angalau kwa ushauri au kwa njia nyingine, ili bado tuweze kufungukiwa na kuelewa masuala ya kidunia na kimaisha kama yalivyo. Nimebahatika hii leo basi kuwa na wanawake viongozi, wanawake ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigania, kutetea na kuongoza watoto wa kike. Niko naye Bi Esther Murungi, karibu katika gumzo letu la The Dada to Dada Uncensored. Asante mwana. Vile vile niko naye Bi Pauline Shegu, mtangazaji, kiongozi, mama, na wote sisi hapa ni wazazi. Kwa hivyo mazungumzo haya yanatuhusu hata sisi moja kwa moja. Tegea uweze kusafiri na sisi katika safari hii. Bi Shegu, nitaanza na wewe. Watoto wetu wa kike kwa sasa, tumejaribu, wazazi wanajaribu wawezavyo, lakini ukiangalia kuna kitu kinakosekana. Ni kitu gani na kwa nini? Hilo ni swali muhimu Mwanaisha. Hilo ndio swali ambalo tunafaa kujiuliza sisi kama wazazi. Kwanza tujiulize, shida ilianzia wapi? Sisi kama wazazi, ni wapi tulikosea? Tutajilaumu wazazi, tutamlaumu huyo mtoto, ama tutamlaumu aliyefanya hilo tendo? Hilo ndo swali. La pili, ni jambo la kusikitisha sana, linachoma roho sana. Unamwona mtoto masomo yake yameharibiwa. Sijui nitamlaumu nani, lakini kwangu mimi, kwa maoni yangu, ni sisi wazazi tutajilaumu, kwa vile tumesahau majukumu yetu kama wazazi. Kukana huyo mtoto wa kike, kumwelekeza kwamba hii ndio njia unayostahili kufuata, hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Tumejiweka sana katika hali ya kikazi. Tunaangalia ni hela ngapi tunaingiza mfukoni, tunasahau wakati wetu na huyo mtoto wa kike. Hapo ndio tumekosea. Turudi nyuma, tujiulize kama wazazi, ni vipi tunaweza kukaa kwa pamoja, tumweke yule mtoto kwenye meza, tumueleze mambo ni hivi na hivi. Ukimueleza mtoto vizuri, bila hasira, bila kelele, atakusikiza na ataitilia maanani. Lakini tumejiachilia, tukaamua tujenge taifa, tusahau kumjenga yule mtoto. Hapo ndio shida iko. Ni mzazi wa watoto wawili. Je, ni kweli kwamba tumeng'ang'ana sana kutafuta hela kujenga taifa, hasa kwa sisi kina mama, kielimu, kujiendeleza kikazi, tunasahau the most important thing, watoto wetu ambao wanatuangalia sisi? Na kubaliana na Bi Pauline. Naweza sema kwa kweli sisi kama wamama tunaweza kuwa tumeacha kuchukulia kazi yetu kwa umuhimu. I mean that as a woman, as the mother of your kids, you're supposed to be there for your children. You are the person who they look up to for guidance and for counseling. So from where I sit, I am looking at a parent who has not taken sex education as a major talk with their kids, because this is where we are going wrong. We are focusing on teaching our kids on other issues. We are telling them you can become like this, you can do like this, you can go to school, you can get this degree, but nobody is telling their children about sex education. We are not giving them as it is. So mimi naona ni kama tumekosa kuwapatia the information that they need. Information ni sawa. Kama ni uoga, wewe mzazi, ni kama unaogopa kukaa na mtoto wako umuelezee kwamba umri wa kufanya mapenzi ni huu. Usifanye mapenzi kama hujatimia huu umri, ama usubiri uolewe kwanza. Ni kama si tunaogopa kuwaelezea ukweli. Zungumza mtoto wako kuhusiana na
hii hali ya sex education. Kama mwalimu kule shuleni hawezi kumfunza, wewe mzazi mueleze. Kwa vile najua labda wewe ulifunzwa ulipokuwa when you are growing. Yes. Maybe your parents talked to you about it. And that's why maybe you got married at the right time. Yes. And you got the baby at that baby at the right time. You got pregnant at the right time. But now wewe, I think kuna generation imefika, kuna hiyo kuogopa kuongea kuhusu sex. Nafikiri swali ni kwamba communication. How do we as parents, kama wazazi, initiate that conversation? Nafikiri wazazi wengi kama walivyosema wanaogopa, tunaona haya. Vipi unaanza kumwambia mwanangu keti hapa sasa, hii miaka umefika kifua kishajaa. Maana sisi tulikuwa tunaambiwa hivyo. Hivyo unavyokwenda kidogo punguza mwendo. Kwa nini sisi tunaogopa sana? Hichi tumesoma, as you said, tumesoma, tuko na madegree, tuko na makazi, lakini tunafeli kuzungumza na watoto wetu. PS. I think most of us as mothers or as fathers, because even fathers are included, we are not telling them that they are not supposed to be part and parcel of this. So I think about communication is that we have left it to the teachers. And we have put in us that mentality that I have paid school fees, so this teacher is supposed to teach my kids everything that they need to know. Yeah. So, atuna hiyo time. We don't have that time to talk to our kids because in our minds, we have put it at the back of our minds, there is someone who is doing that job. So, in school, the teachers are not doing. At work, nobody is doing, or wherever they are going. In churches, there's nobody is doing that. So, sisi kama wazazi sasa tunakaa hapo tukifikiria kuna mtu anawaongelesha, but the truth of the matter is that nobody is talking to these kids. So I think it's the high time we start saying as it is. You just call your child, you tell them, because from class 6 these children are taught in school. Don't even think you are telling them something very new when you start talking to them. They are taught about their physical body, the changes in their body. So whatever you'll be telling them, you'll be adding to what they have learned in class for exams. So show them the real thing and tell them, this is the part that you are taught in school. You are told how it operates in your body. Yes. But now, on the ground, this is how you're supposed to take care of it so that it performs the function that it's supposed to perform in the right way. You see? You can start a conversation like that. Hatuwezi kulaumu watoto wa kike peke yake. Hawajishikishi wenyewe mimba. Kuna mtu ambaye kazi yake ni kuharibu watoto. Hapa nitazungumzia kuhusu huyo mwanaume mahali yuko. Saa zile akili yako timamu, wewe na akili yako timamu kabisa, wajua huyu mtoto yuko shuleni, umri wake ni mdogo, umeenda kumharibia maisha, umemdanganya na vitu viwili vitatu vikamharibia. Wajua mtoto wa kike kuna vitu ambavyo amekosa pale nyumbani. Ameenda akakutana na yule mwanaume kule nje. Akamdanganya na vitu viwili vitatu viperemende. Akajiingiza kwenye huo mtego. Niko na machungu sana. Mwanaume mzima akilitimamu, akienda kupimwa hospitali, utamkuta kabisa akili yake inafanya kazi. Lakini ukajisahau, ukamwacha yule mwanadada wa umri wa makamu, ukamwendea yule mtoto kumharibia masomo yake. Ni uchungu sana. Jambo la pili, mbali na kusema sisi tukae kama wazazi tuzungumze na wao. Wajua watoto, kwanza the current generation, wako exposed to technology. Wako exposed to hizi simu, laptops. They can access whatever they want. As much as you try, umkataze umwambie usifanye hivi, ataka kujua kwa nini unanizuia kufanya hivi. So anakuwa exposed. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana vinamfanya huyo mtoto wa kike kutaka kujaribu. Lakini vile umeuliza kwamba mwanaume kwa nini afanye hicho kitendo? Na kaangalia pengine yuko na mtoto wake nyumbani, msichana ameenda kuharibu mtoto wa mwingine. Unajua sheria kama ingekuwa kali ningesema nini? Huyo mwanaume hata akisha kamatwa amaliziwe kule, afunzwe adabu ambayo hata waisahau maishani mwake. Kwa sababu umemkatizia yule mtoto wa kike masomo, maisha yake ya baadaye.
umemfanya hata kule mbeleni uko mali anaelekea, hata kuja kupata labda mume wa kumuoa, kwa vile alishaharibiwa tayari, ako na mtoto. Utaanzaje kumpachika mtoto mimba? Anaenda anakuwa mama wa mtoto, na yeye tayari ni mtoto analea mtoto, maisha yake yashakwisha. Hata ukimrejesha shule tayari something ameshakosa pale. Wafikiria nini ukienda kumpachika mimba wewe mwanaume mwenye akili timamu? Hapana. Esther anaweza ongezea. Ni kweli, hata I'm looking at it from the legal perspective. Yes. I'm looking at our government should come in and intervene in cases where the people who are impregnating our girls, if you are above 18 years old, you know what you are doing. You have your identification card. So you need to be held accountable, take responsibility and take care of that child. That is now the legal perspective. Lakini unakuta Mwanaisha, kuna wengine wako under 18. Yes. Wamefanya ile kitendo, watu wako under 18 ni watoto, mtoto kwa mtoto. That is where now we are saying as parents, as churches, as schools, teachers, older brothers and sisters, this is our role. We come in and talk to them. But our culture, desturi zetu, do you think zina encourage ya kwamba it is okay? Tunafanya inakuwa tu kawaida sasa. Msichana akifika miaka 16 akishika mimba ni sawa, kwa sababu desturi fulani zinaruhusu. Ukienda kuna kushika kwa lazima, na kuna ile kuozwa kwa lazima, kuna kubakwa. One of the challenges that the girl child today anapitia. Lakini desturi zetu tuko tu si yule mamake akumfunza. Wamlaumu mzazi. Wanalaumu mzazi, ama culture ina muozeni. Kuficha aibu, muoze rakaraka tu. Lakini wajua nini Mwanaisha? Wajua hivi visa vya wasichana kupachikwa mimba sio mtu wa mbali, mtu wa pale nyumbani. Maana hivi nashangaza kidogo COVID saizi, wazazi wako nyumbani, watoto wako nyumbani. And that visa vimejaa tu. Waambiwa adui yako ni yule unakula na yeye meza moja. Huyo mtoto msichana, mtoto wa kike, utakuta labda ni mjomba wake, kakake, labda ni maybe nefi wake mahali. Hawa ukiangalia kabisa, unakuta lawama inatokezea kwamba alipachikwa mimba na mtu wa karibu sana, si mtu wa mbali. Ni mtu ambaye anamtambua, anamjua. Lakini cha kuumiza roho kabisa, cha kuuma kabisa ni kwamba huyu mtu anaokona yeye, amemharibia mtoto maisha. Mzazi anaona wewe ni mtu wa nyumbani, hakuna haja kupeleka kesi polisi ama kumshtaki, anataka kumalizia mambo kinyumbani. Hapo ndio pia kinaumiza sana. Mtoto ashaharibiwa, lakini kwa sababu huyu ni mtu wa nyumbani, ni babangu. Hivyo ndio inafanyika kule mashambani. Hivyo inafanyika. Ama mtoto wa mtu jirani amepachikwa mimba, anaona nitakupa ng'ombe moja tufunge hii maneno. Kama mtoto wako ameharibiwa, ama wewe mtoto kama umeharibiwa, tafuta mtu mahali umueleze. Maisha yangu yameharibiwa na mtu fulani, upate kusaidika. Unajua kuna wasichana wanakosa vitu muhimu. Vile ninashangaza ni kwamba ukienda kwa kila mkahawa, kwa kila maeneo ya jumuiya ya public, utakuta kuna container hapo, nitasema condoms, kwa sababu sasa sijui mpira inaitwaje kwa kondomu. Kondomu hapo. Lakini uweze kukuta pahali pa kuweka pads, vitambaa vile vya heavy vya wasichana. Ilhali hiyo ni moja wapo ya sababu ambazo zinafanya wasichana wetu wadogo hasa maeneo ya mashambani wanashika mimba, kwa sababu anaficha ile aibu. Mimi niko katika siku zangu, siwezi kujistiri. Sasa mtu anamdanganya njoo, anamfanyia mazoea sasa. Nipe shika shilingi 50 ukanunue hii, lakini kesho nakufuata lazima utalipa. Maana hakuna shaburi. Hiyo 50 unalipa. Don't you think it's time policies zibadilishwe za hii nchi? Kweli hapo nakubaliana na wewe 100%. When you are promoting, when you put those condoms for people to use, you are trying to make them protect themselves. But also, you are forgetting that girl child. Yes. Mweke hivyo visodo pia aweze kusaidika. Ama kama uweze kuviweka hapo, jaribu uone vile hivyo visodo vitaweza kumfikia msichana. Kwa vile unajua government ina support sana, sababu unajua condom inasaidia kukinga maradhi mengi sana. Sio mimba peke yake. Lakini pia unajua msichana mwenye amepachikwa mimba, kama vile umesema, anaweza kuwa alipachikwa kutokana na sababu aina 3. Anaweza kuwa alibakwa, alitaka mwenyewe, ama alilazimishwa.
Kwa hivyo ule aliyetaka mwenyewe, unajisahau, ulienda kutafuta mimba kule kwa umri wako huo mdogo, ukasahau kwamba kupata mimba sio haingeweza kuzuia kushika magonjwa mengine. Hapo pia tunakosea kuelezea. Ameshika mimba kweli, lakini pia ulisahau kumueleza vile ulipata hiyo mimba, possibilities ya wewe kupata haya magonjwa ambayo yatakumalizia maisha kabisa. Kwa sababu mimba utajifungua, maisha yataendelea. Lakini magonjwa ni mengi. Haukujikinga. Kwa hivyo usipojikinga, unaambiwa wajaribu kukinga mimba, unaacha unashika magonjwa ambayo stahili. Ama unashika mimba unasahau kwamba wakati mtoto anaingia na pia hizo maradhi pia yanakupata. Lazima pia waelezewe hayo. Sio mimba peke yake. Naam. Swala la vitambaa. Yeah, to what Madam Pauline is saying, when it comes to sanitary towels, I really feel pain for the village girls, especially to our village, because they are not able to afford these things. This is a necessity. You have it every month. You need this thing every month. But they are not able to access sanitary towels. You know, when they were in school, and I'm looking at it like the reason why these teenage pregnancies has escalated, when they were in school, they used to be provided for. Kwanza serikali, hizi shule za public schools, wanapatiwa sanitary towels. But sasa, shule imefungwa. Hakuna shule, hawapatiwi. It doesn't mean that if they're not going to school, they're not getting their monthly period. It is still there. But nobody is giving them sanitary towels, and they cannot afford. So we are saying, yes, this was a budget. It is still there. Nobody has told us that this budget was taken somewhere else to do COVID or something. Why can't the government organize? Even in counties, I look at counties, our women reps, you have a budget. Why can't you give sanitary towels to the girls in your village, in your area? Ndio kwa maana saa zingine waambia usisubiri serikali ikufanyie kila kitu. Sisi kama kina dada, hata hao kina dada wenzangu nyie ambao mko hapo mwatutazama, tushikane mikono kwa pamoja. Yule mtoto wa kike ambaye hawezi kuaccess sanitary towels, visodo kwa Kiswahili, tushikane kwa pamoja. Tuko na project. Kuna project ambayo inaendelea, Esther atatueleza, ya kusaidia huyo mtoto wa kike. Tushikane kwa pamoja kina dada. Kama una uwezo, tushikane, tujaribu tutafute visodo viweze kuwafikia kabla serikali ipeleke ile ambayo huwa wanapeana. Waambiwa serikali inasaidia, lakini pia sisi tusaidie serikali kwa njia ambayo itaweza huyo mtoto msichana asisubiri ile ya serikali. Maana inaweza kufika kuchelewa. Itafika kuchelewa na waambiwa chelewa Dr. Mwana si wako. So kitambo toke Nairobi hiyo hela ifike hapo mnunuliwe mpatiwe 6 months later. June mpaka June. Ashapata yule kumpa shilingi 50 akamharibia maisha. Sasa kama una uwezo mahali uko, jaribu hata umejua kabisa visodo ni haifiki shilingi 100. Tukuje kwa pamoja. This is an appeal we are calling to our ladies. If you can, if it's possible, let's come together. We try and see if we can help our girls. Not necessarily Coast Province, Central Province, Nyanza Province, countrywide. Let us help that girl child wherever she is. Kwa vile hedhi si kitu ya kufurahia. Msichana akianza kuona hedhi yake, alafu mtu anaanza kumkejeli. Umeziona visa vingi mtu amejitoa uhai kwa sababu alichekelewa. Ni inasikitisha sana. Inavunja. Kwa hivyo Mwanaisha, mimi ningeomba sana sisi kama kina dada tuje kwa pamoja tumsaidie mtoto wa kike. Project yako inahusisha kupeana visodo kwa watoto. Pengine you can tell us about it. So tujue jinsi tunaweza tukakushirikiana sasa. Maana sasa ni safari hii tumeanza. Tuweze kuhakikisha kwamba kina watoto wote sawa wale maeneo ya mashambani. Sio lazima wadunishwe, wapoteze maisha yao ama waharibiwe maisha kwa sababu ya shilingi 50 kweli ya kununua pads. Ya. Kweli Mwanaisha. Project yangu sasa ninaweza kupeana where we started. We have a community-based organization. It's called Inua Masomo Mashinani Initiative. When we started this initiative, we were focusing on education. Because when you come from the village, you understand the struggles of the village. So from where we were coming from as village girls and boys who have
come out of the village and have made something out of themselves. We decided to form this CBO. We registered it. It is well registered. It has its headquarters in Meru County. So that's where we've been operating. We were focusing on education. We link the needy students to donors, well-wishers, so that they can get school fees, school-related items. During holidays, we normally hold focus discussion groups with these kids. Tunawaeka kwa pamoja, wana discuss school issues. We used to tell them, now muna discuss chemistry, mathematics, and what have you when they have crossed to school. But with COVID, we have not been able to meet, but now we formed a WhatsApp group with these students, all of them. They come together with topics, we discuss, we bring on board professionals. So at first we started with mental health, because this COVID has not only affected us grown-ups, those kids are suffering, even the kids, even your 1-year-old child who cannot go outside and play with other kids is affected. So we started with mental health. We brought a professional, akawaongelesha kwa group, wanauliza maswali, wanajibiwa. Then we brought someone who talked about agribusiness, what they can do while at home in the village. Then we brought another person who talked about reproductive, whatever, and teen pregnancies. So Inua Masomo Mashinani, we also do coaching and mentoring. We are currently trying to form a database of mentors of us now who have come from the village. Tukajitambua, tukakuwa mahali. Hatujafika self-actualization, lakini tunaweza kushika mtu mkono. Sasa tunaform a database of mentors. You tell me, Mwanaisha, wewe uko kwa TV. Kuna danda pale kwa hiyo group yetu. Anataka kukua kama Mwanaisha. That is my role model. Sasa mimi nakuja na kuongelesha kama Mwanaisha. Can you be our mentor? Do you want to join us and be our mentor? Nakupatia wanadada kama wawili ama vijana wawili, wale nini unawashika mkono. That is also another thing. But now during this COVID, we had one very successful project whereby we distributed reading materials to the boys and girls in the village. Kwetu hakuna masimu, hakuna wifi, hawaelewi mambo ya online classes. Tukakuja pamoja, tukacollect pesa, tunakuja kwa Pauline, ananipatia vitabu, ananunulia, tukaenda tukawapatia wakarevise. Now we thought we would go the second round of distributing reading materials. Then the greatest pandemic happened. Teenage pregnancies. So you're like, now do they need books or do they need guidance? Yes. So we came together again, and now we have this campaign. Tunaita Jikinge, Jilinde, Naime. Himi ni Inua Masomo Mashinani initiative. It is starting in Meru County, but we want to go to all counties because these girls are everywhere. We have seen in the news girls from Kilifi, wanachimba shimo, wapi. Hii shida iko kila mahali. Sasa tumeanza Meru County because that is home and that is where we understand the issues. So we are calling upon everybody who want to join our campaign. Jikinge, Jilinde, Naime, utu join, utu support. You can support in kind. Give us the sanitary towels wherever you are. We can come and pick. Mwanaisha will put our numbers on the screen where you can call and come and we'll come and pick the sanitary towels. We also have a paybill number that will display on your screen. You can also send your contribution to that paybill number. And we are looking forward to partnering with different people who are feeling us, who are feeling that girl child, who is feeling that boy child, because hata boy child hajawachwa nyuma. Hata yanafaa kuambiwa consequences za kupachika huyu msichana mimba kama mjafikisha umri. So we are giving them like a talk. We talk to them, but then we give them a token of appreciation in terms of sanitary towels. Na mwamaliza Mpoli, najua kuna watu wanatizama pale. Wanauliza, how do we help? Mshapeana contacts and all that. But we need to go further than kungojea paybill. As the community, pengine government institutions, private companies, mentors, as she said, how? You've heard what she has said. She has called upon those who can be able to assist, to help sponsors. You can help in so many ways. Unaweza ukanunua visodo we mwenyewe uvilete. Hata mimi nilijiunga na niliona ni muhimu sana mtoto wa kike
Kama wewe ni mzazi utasikia uchungu. Mtoto wa kiume ni sawa, yeye tutampeleka polepole, lakini kwa sasa tunazungumzia mtoto wa kike kwa sababu yeye ndio maisha yake ameathirika zaidi. Anakuwa mama katika umri mdogo sana. Viungo vyake vya mwili vinaharibika at an early age ambayo haistahili. Kwa hivyo visodo kama unaweza, Esther amesema hapa, they are not only targeting Meru County. That is just a start point. Tutaenda mpaka area zote, all the counties. So kileta tunagawa, tunajua Meru County tutapeleka kiasi fulani, Kilifi tutapeleka kiasi fulani. Waambiwa haba na haba hujaza kibaba. Kwa hivyo ukipata 50 huku, peleka 50 huku, kwa vile so that you balance. Yule afaidike kule na yule afaidike huku. Ndio tunaanza tu kwa polepole, sababu ilikuwa na mambo na elimu. Sasa hizi tumeona hii wakati watu wamepatiwa, shule zimefungwa, wameathirika sana. Hivi visa vimelipuka. Sasa hiyo ndio njia moja tuwasaidie kwanza. So kama una uwezo, njoo, mimi pia niko hapo. Pauline, you can find me anywhere, ama unaweza nipata through Mwanaisha. Namba zangu pia unaweza pata, Esther pia. Leta tuungane kwa pamoja, tumsaidie mtoto wa kike. Tutazipokea na utaona tutazipeleka mahali zinatakana. Ningependa sana kuomba kama mtu anaweza kununua hata boxi ziende zipatiwe watoto moja kuliko hata hela. Ukiweza kabisa kwenda kwa factory na you buy, just bring in bulk, tuende tupeane. Tunashirikiana na county government. Tunashirikiana sababu ni vizuri pia kushirikiana pia na these county governments kwa sababu tunahitaji support yao. Hao watatueleza area fulani wanaumia. Hatuwezi tukaenda tu kivyetu. Tunahitaji watu kwa pamoja. It's called teamwork. So we need to work as a team. For you to succeed, you need to work as a team. That's why we call upon each and every person. Hata wewe mwanaume kama una feel kabisa mtoto wa kike amekugusa, jitokeza usaidie. Tumsaidie mtoto wa kike. Mtoto wa kiume tutakueleza tu vile unafaa kufanya, lakini kwa sasa ni huyu mtoto. Masomo yao yameharibiwa wakati huu wa COVID. Ukiangalia statistics, almost all counties, watu wamepachikwa mimba at an early age. It's true. It's heartening. It's painful. Mtoto wa kike anapotea. Wasema itafika wakati kutokuwa hakuna wasichana, itakuwa ni kina mama. Kwa darasa wakirudi shule hakuna wasichana wa kuoa. Wanaume wako wachache. Itabidi tusaidiane. Lakini pia unajua pia kusaidiana pia saa zingine pia unaambiwa ni mpango wa Mungu, lakini ukishinda unampachika mtoto msichana anajaza dunia, waharibia maisha yake ya baadaye kabisa. Ni jambo la kusikitisha. Hii discussion inahitaji muda sana, lakini my appeal ni tusiwachie walimu shuleni. Mwalimu percentage yake ni kidogo sana. Don't expect that teacher, because hata yeye ni mzazi kule nyumbani, aje akufunzie mtoto wako vile ya kujiweka, vile ya atafanya. We can only give them 5%. 95% you as a parent, sit with your child. Talk to that child. Usiwe mkali, usimfoke, fanya urafiki na yeye. Atakuelezea mwanaume fulani mahali fulani anajaribu hivi na vile, atakuwa open to you. Lakini unajua si ukali wetu, hata ananyamaza, labda atashapachikwa na nataka kueleza. By the time uamke usingizini nachelewa. Ndio hivyo. Ndio hapo wanasema chelewa utakuta mwana si wako, na heri uzibe ufa uzuie kujenga ukuta. Ndio masuala ya kina dada, jinsi tutaweza kujitolea kumsaidia mtoto wa kike ili angalau na yeye maisha yake ya sasa na ya baadaye yawe ya maana na asiwe mzigo katika jamii. Kwani ukimpachika mtoto mimba, atazaa mtoto, itakuwa ni mzigo mara mbili katika jamii, na ni nani yuko tayari kubeba mzigo huo na kwa muda gani? Esther Mungu, nimeshukuru sana kwa muda wako na ushauri wako. Na vile vile Bipoli Chegu, wanaume wamesikia pale walipo. Ombeni Mungu asije siku moja akawajaji hakimu. Kama kesi yako ni hiyo, utalia machozi kabisa. Mungu ni mbaya. Mungu ni mbaya. Basi kama tunakamilisha gumzo letu la leo katika Didada Tudada Uncensored, tukiangazia masuala ya impact ya community. Popote ulipo, jitolee, msaidie ama saidia mtoto wa kike kwa njia yoyote ile, na bila shaka utakuwa umeweza kumsongeza hatua moja au mbili mbele katika jamii. Kutoka kwetu basi, kwaherini kwa sasa.